tusimama kwenye kauli ya al-Imam Ibn Hajar al-Haythami al-Makki, wanachuoni katika madhhabi ya Shafi'iyya. Tulimtaja hapo nyuma kwamba yeye ni katika wanachuoni wakubwa wa madhhab, na katika ushahidi yeye ndiye mwandishi wa kitabu kinachoitwa Tuhfatul Muhtaj. Kitabu hiki ni sharhi ya al-Minhaj. Tuhfatul Muhtaj ni sharhi ya al-Minhaj. Ya tumuelezea bwana huyu al-Imam Ibn Hajar al-Haythami alipokuwa akieleza kwenye kitabu chake al-Fatawa al-Hadithiyya, sijanacho hapo, sijui ni janacho nikiacha, lakini hakuna neno katika maelezo yaliyomo kwenye kitabu chake, ukurasa wa 484, chapa ya Darul Kutub al-Ilmiyya Beirut. Anasema anna al-bid'ah ash-shar'iyya, yameeleza masala ya bid'a. Akaeleza, aliulizwa swali akalijibu. Katika aliyoyasema akasema maneno haya: wa qawlu Umar, anzia hapo, wa qawlu Umar radiyallahu anhu fi salati at-tarawih, na qawli Umar radiyallahu anhu kuhusu swala ya tarawih aliposema ni'matul bid'atu hii, yeye amesema hivyo kwamba kauli ya Umar iko hivyo, bora ya bid'a ni hiyo, yani bid'a iliyo bora ni hiyo. Arada al-bid'ata al-lughawiyya, amekusudia bid'a kilugha. Hiyo bid'a iliyokusudiwa hapo ni bid'a kilugha, kwa maana ya kilugha. Na sisi tumesema kwamba wapo katika wanawachuoni waliotafsiri bid'a kwa maana ya kilugha. Wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithali, nalo ni lile jambo ambalo limefanywa pasi na kuwa na mfano. Kama qala ta'ala, qul ma kuntu bid'a min ar-rusul, kama alivyosema Allah hali ya kuwa ametukuka, sema ewe Muhammad, waambie sikuwa mimi ni mwenye kuzuka katika mitume, au sikuwa mimi ni wa mwanzo katika mitume. Al-Ahqaf aya 9. Walaysa bid'atan shar'iyyatan, na si bid'a ya kisheria. Aliposema ni'matul bid'atu hii au ni'matul bid'atu hadhihi, hakukusudia bid'a kwa maana ya kisheria. Fa innal bid'ata ash-shar'iyyata dalalatun, kwa sababu bid'a ya kisheria ni upotevu, kama qala sallallahu alayhi wasallam. Sasa anatufafanulia, anasema waman qassamaha min al-ulama'i ila hasan wa ghairi hasan, na yule aliyeigawa hiyo bid'a katika wanawachuoni kwenye bid'a iliyo nzuri na iliyokuwa mbaya, au iliyo nzuri na isiyokuwa nzuri, fa inna ma qassama al-bid'ata al-lughawiyya, hakika hapana vingine, yeye ameigawa bid'a kilugha. Kwa bid'a inagawanyika, basi anakusudia kwa ile maana ya kilugha. Waman qala kullu bid'atin dalala, na yule anayesema kullu bid'atin dalala, fa ma'nahu bid'atu ash-shar'iyya, maana yake ni bid'a ya kisheria. Akaendelea kusema ala tara, hivi uone anna as-sahaba radhiyallahu anhu wat-tabi'in, wa mama sahaba radhiyallahu anhu na tabi'in, wat-tabi'ina lahum bi ihsan, na wenye kuwafuatia wao kwa wema, ankaru al-adhana li ghairi as-salawati al-khams kal-eidain, wamepinga adhana katika zisizokuwa swala tano kama vile adhana katika idi mbili. Wa in lam yakun fihi nahyun, ijapokuwa hakuna ndani yake makatazo. Hata kama hakuna makatazo ndani yake, wamekataza kwamba hii bid'a. Masahaba wakarihu istilama ruknain ash-shamiyain, na wakachukia vile vile kugusa nguzo mbili au kona mbili za upande wa Sham. Wasalata aqiba as-sa'i baina as-safa wal marwa qiyasan ala at-tawaf, wamechukia vile vile kuswali baada ya sa'i baina safa na marwa kwa kufanya kiasi juu ya tawaf. Akaeleza wakadha ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam ma qiyam al-muqtadi, na vile vile lile aliloliacha mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kupatikana lenye kuhukumilia, pamoja na kupatikana sababu yenye kupelekea hilo. Fayakunu tarkuhu sunnatan, utakuwa kule kuacha kwake ni sunna. Wa fi'luhu bid'atan madhmumatan, na kutenda kwake ni bid'a yenye kusemwa vibaya. Wa kharaja biqawlina ma qiyam al-muqtadi fi hayatihi tarkuhu ikhraj al-yahudi wa jam' al-mushaf,
na umetoka kwa ule kusema kwetu na qiyamul muqtadi fi hayati, kule kuacha kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatoa Mayahudi na kukusanya msahafu, hilo haliwezi kuingia katika bid'a, kwa sababu al-muqtadi ghairu qa'im fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Sababu yenye kuhukumilia kupeleka kwenye hilo haikuwepo katika zama zake. Wama tarakahu liwujudi al-mani', na kile alichokiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kupatikana kizuizi, kalijtimai litarawih, kama vile kukusanyika kwa ajili ya swala ya tarawih. Fa innal muqtadiya tam, hakika lenye kupelekea lile lilotimia, yadkhulu fihi adamul mani', kutaingia ndani yake kutokuzuia. Haya maneno yako katika kitabu nilichokitaja al-Fatawa al-Hadithiyya, na wengineo katika wanawachuoni. Mfano Ibn Rajab amefanya taujihi maneno ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kwamba nini maana maneno ya Imam Shafi'i aliposema al-bid'atu bid'atan. Akasema muradu Shafi'i rahimahullahu ma dhakarnahu min qablu anna asla al-bid'ati al-madhmum ma laysa lahu aslun fi ash-shari'ati turja'u ilayhi wa hiya al-bid'atu fi itlaq ash-shar', wa amma al-bid'a al-mahmuda fama wafaqa as-sunnah, yani ma kana laha aslun min as-sunnah turja'u ilayhi, wa inma hiya bid'atu lughatan la shar'an limuwafaqatiha lis-sunnah. Maneno haya kwenye Jami' al-Ulum wal-Hikam. Sasa tuache tufanye ikhtisari katika mahali pa mzozo, sababu ya khilafu baina ya maulama katika hukumu ya bid'a. Wale wanawachuoni wa kundi la kwanza, wao wanaona kila kilichozuka baada ya enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hicho kitakuwa ni bid'a na kinagawanyika katika mafungu matano au kinagawanyika katika sehemu mbili, ambapo kundi la pili linaona kwamba bid'a ni ile iliyozushwa katika dini kwa makusudio ya kutaka kujikurubisha kwa Allah basi na kuwepo na dalili ya kisheria. Kwa hiyo khilafu iliyopo baina yao ni khilafu lafdhiyya, ni khilafu ya kimatamko tu, au khilafu suriyya, kwa sababu kundi la kwanza linaona kwamba kila kilichozushwa katika dini kwa makusudio ya kujikurubisha basi na dalili, pia wao wanaona hiyo ni bid'a. Lile kundi la kwanza tunasema kwamba nagawa bid'a katika makundi, katika mafungu, kwamba hii ni nzuri na hii mbaya. Hata wale katika msimamo wao hao kina Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wanaosema kwamba bid'a yagawanyika, katika miongoni mwa misimamo yao wao wanaona kwamba mtu akifanya jambo lolote lililozushwa katika dini kwa makusudio ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na hali ya kuwa jambo hilo halina dalili ya kisheria, kwamba jambo hilo ni bid'a. Na kundi la pili wataka kujua kwamba khilafu hii ni ya kimatamko tu. Kundi la pili wao wanaona kwamba jambo lolote jipya litakalokuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam basi linatakiwa litazamwe kwa moja ya zile ahkamu tano za kitaklifu. Pia wanakubali hao wanaosema kwamba bid'a haigawanyiki, lakini pia wanamsimama kwamba yale yaliyokuja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaingia katika ahkamu at-taklifiyya al-khamsa. ahkamu at-taklifiyya al-khamsa bila alif lam, ahkamu at-taklifiyya al-khamsa. Mmenielewa ninachozungumza? Wale watu wa mwanzo, ile kundi la mwanzo, sisi tumelifanya kundi la mwanzo ni wale wanaosema bid'a ni kile iliyokuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na inagawanyika. Wale pia katika msimamo wao wanaungana na hawa msimamo wa pili. Katika upande gani? Katika upande wa kuwa jambo lolote lilozushwa katika dini ambalo mtu atalifanya kwa lengo la madhumuni na kutaka kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa jambo hilo, na hali ya kuwa halina dalili ya kisheria itakayomfahamisha juu ya hilo, basi atakuwa amefanya bid'a. Hata hao wanaosema bid'a yagawanyika, na hawa wa upande wa pili wanaosema bid'a ni ile ni kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa, halikuwepo, kutoka kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa, halikuwepo, na hakuna dalili iliyokuzushwa kwake. Hawa wenye kusema hivi pia wanakubali kwamba yale yatakayokuja baada ya zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam yataingizwa katika zile hukumu tano za taklifu. Hapo mtakuwa hamjaelewa au mmeelewa? Haya, wewe ni hadhir. Sasa kauli yenye nguvu, hatusemi kuna kauli hii imezidiwa, lakini kwa ufupi ni kwamba
bid'a ikitajwa katika urfu ya shari, kwa sababu kila watu wana istilahi zao na kuna matumizi yao. Sasa tukienda kisheria, tukisema bid'a kisheria, basi haimaanishi isipokuwa ni kwenye lile jambo ambalo linafanyika katika dini, jambo hilo la kiibada, na mtu anakusudia kujikurubisha kwalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya dalili, itaitwa jambo hilo ni bid'a. Kwa hiyo maana hii itakuwa ni maana ya ndani zaidi kuliko maana ya kilugha, na kuitumia maana hii kwa hilo, yani kwa jambo hilo la kujikurubisha kwa Allah bila kuwepo dalili, ndio usahihi zaidi, kwa sababu ndivyo vinavyoendana na tamko la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametamka kullu bid'atin dalala. Kwa hiyo kulitumia neno hilo litapelekea kuhifadhiwa ile umum iliyopo katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na lafzi lake, na hakutaingia na takhsis, kuliko tukifungua mlango kwamba bid'a itaingia kila kilichozuka. Itabidi tuifanye takhsisi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukasema kwamba ni amu urida bihi alkhusus au amu makhsus, ni tamko lenye kuenea lililohusishwa. Na tunaposema kwamba kukusudia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sasa hapa ndio nitakuja kwenye darasa ya leo biidhnillah karim baada ya adhan. Tunatarajia darasa itakuwa rahisi zaidi kuliko ilitangulia inshallah. Katika darasa zitakazokuja huko mbeleni biidhnillah karim, tutakuzungumzia swala la ibada kama nilivyoeleza katika yale madondoo muhimu ya darasa zetu. Tutakapozungumzia swala la ibada, tutakuja kuelezea kitu kinachoitwa al-ibadatu al-mahdha wa ghairu al-mahdha. Lakini leo kwa sababu tutatoa mifano hapa ya baadhi ya mambo, itabidi tutoe maelezo kidogo juu ya jambo hili kwa faida, ili uone wanawachuoni wanakusudia bid'a mahali gani na mahali gani hapaingii bid'a. Hili jambo linatakiwa kila talibu ilmu, bali muislamu anayefuatilia dini yake ajue, lakini kwa talibu ilmu na adai ila Allah atakiwa ajue, ili asiwachanganye watu, asije akayahukumu mambo ambayo hayakuwa katika kiwango cha bid'a akayahukumu kwamba ni bid'a, au mambo ambayo hayaingii bid'a akayahukumu juu ya bid'a, au akayatetea mambo ambayo yanaingia bid'a akasema kwamba si bid'a, na yote ni mambo ya kimakosa. Kwa hiyo kitu cha msingi ni kuyaelewa mambo haya na kuyafuatilia, ukajua kutofautisha kwamba hii ni bid'a na hii sio, kwa misingi na sio kwa utashi, kwamba ukaamua tu kwamba mimi naona hili itakuwa bid'a. La, kwa msingi upi na taratibu zipi? Sasa bid'a inaingia katika ibada, kwanza kabisa inaingia katika ibada inaitwa al-ibadatu al-mahdha, ibada iliyotakasika kabisa. Ibadatu al-mahdha inakuwa kwenye kutenda jambo ambalo haliwi isipokuwa ni kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah, yani halifanywi ila kuwa ni ibada. Hauwezi ukaswali ukasimama utakuwa na waswali ukasema mimi sikusudia hapa ibada, mimi na swali tu. Wewe swali unasema kusudia ibada vipi? Waswali umesimama umeelekea qibla, ufunga mikono, utakuona warukuu, watadili, unyanyuka, uende wasujudu, wakaa, usujudu tena, pamoja na takbirati zile za takbira za intiqalat, mara wasimama tena wasoma Fatiha, hivyo alafu sema mimi sikukusudia hii ibada. Waambiwa hata kama ukukusudia kuwa ni ibada, itabaki kuwa ni ibada kwa ile sura yake ilivyo. Tumeelewana? Kwa sababu ni jambo ambalo haliwi isipokuwa ni ibada katika
dhati yake. Halifanyiki hilo illa ibada. Fakuona wewe wamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wasema lakini mimi hapa mimi sikukusudia ibada, mimi nimeona tu nifanye mazoezi ya kusema, au umekaa soma Qur'an. Kusoma Qur'an ni ibada. Huwezi kusema mimi nasoma lakini sikusudii kama ni ibada. Tuhesabu kufanya vile ni ibada. Kwa hiyo masharti ya ibada lazima yatimie kwake. Tumeelewana? Hiyo inaitwa al-ibadatu al-mahdha, jambo ambalo sura yake haiwi ila ni ibada kwa dhati yake. Jambo hilo linaitwa al-ibadatu al-mahdha. Kwa hiyo bid'a inaingia katika jambo kama hilo. Tutaona inaingia vipi insha Allah. Na jambo ambalo haliko katika sura hiyo haliwezi kuitwa bid'a kwanza, kwa maana kwamba si kila mukhalafa katika sheria inaitwa bid'a. Si kila jambo linalofanya kinyume na sheria linaitwa bid'a. Mara nyingine jambo hilo lilifanya likawa ni maasi, au likawa ni maasi na ni bid'a, au ikawa ni maasi. Lakini pia kuna mambo ambayo hayaitwi ibada mahdha, yategemea nia. Yategemea nia ndio inabadilika, yanakuwa sasa ibada. Tumeelewana? Kuna mambo hayawi ibada mpaka kwa nia. Kwa hiyo watu wawili waweza kulifanya jambo hilo hilo moja, mkaondoka wewe na ndugu yako mkaenda kuwatembelea ndugu zenu wengine, au kawatembelea wazazi. Wewe kwa kusudia kujikurubisha kwa Allah kwa kufanya jambo lile, na mwingine yeye aenda tu nataka kutembea tu, niangalie ulimwengu ukoje. Sawa? Huyu mmoja anakuwa anachokifanya ni ibada, na huyu mwingine anachokifanya anakuwa sio ibada, hata pata thawabu. Sawa? Ziaratul aqarib, kutembelea ndugu na jamaa na kuwaunga, ni kufanyia ziara, kuwatembelea, haiwi ibada mahdha. Sasa hii ibada ambayo tumeisema ni mahdha, hii inaweza ikaingiliwa na uzushi katika dhati yake, au inaweza ikaingiliwa na uzushi katika wasifu wake. Kwa mfano, saumu ni ibada mahdha. Saumu ni ibada mahdha, yani ukifanya inasabika kwamba hiki kilichokifanya ni ibada. Sasa ukaihusisha saumu na siku fulani, ukasema mimi nitafunga siku ya Jumatano, ikawa kila Jumatano wewe wafunga, ukaitakidi kwamba Jumatano ile ina ubora ambao haujatajwa kwenye sheria. Ulichokifanya ni ibada, hakina neno, lakini kuihusisha kwa wakati ule, ukiitakidi kwamba wajikurubisha kwa Allah kwa ile Jumatano, kwa kuwa katika mawazo yako na itikadi yako kwamba ila ubora fulani, ubora ambao haukutajwa katika sheria, basi pale utakuwa umefanya bid'a, kwa sababu ile ibada tu mahdha umeiweka katika wakati ambao umehusisha wewe. Wewe unaweza ukazusha ibada mahdha dhati yake, kama vile kuongeza swala ya 6. Swala ziko 5, salawatu mafruḍa ni 5 salawat. Wewe ukasema kuna ya 6, ukayasisi swala yako ya 6. Hii ni bid'a mahdha katika dhati ya ile ibada. Sasa kuna bid'a mahdha katika wakati wa ibada, ukasema mimi nitaswali kila ikifika wakati fulani, ukaainisha wakati, sio ule wakati wa kisheria. Utaswali rakaa 2 kwa ajili ya mwaka mpya. Unanielewa?
uwe mwaka mpya wa miladia au mwaka mpya wa hijiria. Ulipoingia mwaka mpya ukasimama ukaswali rakaa 2 ukasema hizi ni sunna kuswali, mimi naswali nini rakaa 2 za mwaka mpya, utaambiwa hiyo ni bid'a, kwa sababu hii ni ibada mahdha. Wewe umetengeneza wakati, umeihusisha kwa wakati ambao sheria haukuhusisha wakati huo, pamoja na kuitakidi afdalia ya wakati huo. Mnanielewa? Nitakuja kutoa maelezo mengine kidogo ili mtofautishe. Pana uzi mwembamba sana hapo unaotofautisha baina ya huku na huku. Kadhalika katika ibada ambayo ni mahdha, unaweza ukazusha, mfano kama wale waliozusha haia na wasifu fulani ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wasfu, umeweka wasifu fulani katika ibada ambayo ni mashruu asili yake, kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kusema la ilaha illa Allah, kwa kusema Allahu akbar, kwa kusema alhamdulillah, kwa kusema subhanallah, yani subhanallah, kusema alhamdulillah, Allahu akbar, kusema la ilaha illa Allah, ni jambo limethibiti katika sheria na wala halina ubaya wote, bali katika mambo yaliyohimizwa. Sasa kuna watu walitengeneza wasifu fulani wa jambo hili wakalihusisha kwa mtindo fulani. Sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipowaona aliwakataza na jambo hili, akawakemea vikali sana, ile kwa sababu ni ibada tu mahdha, wao wameiwekea mtindo. Kwa hiyo ibada tu mahdha hutakiwi kuiwekea mitindo ambayo sheria haikuiweka. Ikawa ule mtindo unaodai kwamba ndio makusudio ya sheria, jambo halitofaa. Au idadi, kwa mfano mtu anawaambia watu kwamba sisi tumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa idadi kadhaa, kwamba wewe ukifanya hivi mara kadhaa, yani ukisema ya latif ya latif mara 4444 utapata hiki na hiki na hiki. Tutakuuliza aina dalili, kwa wapi dalili? Sawa, tutakuuliza kwanza asili ya neno hili limethibiti kama kuwa ni dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabu likiwa ndio, tutakuja katika hii idadi wewe uliyoiweka, hii idadi umeitoa wapi? Au kawaambie waislamu kwamba kila baada ya swala watu waseme subhanallah mara 100, alhamdulillah mara 100, Allahu akbar mara 100. Tutakwambia iko wapi dalili? Sisi tulipokea dalili kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mara 33, na pia imeruhusiwa mara 10 unapokuwa safarini. Sasa hii ya mara 100 wewe umetoa wapi? Unanielewa? Kwa hiyo kuweka idadi ya vitu kama hivyo, ukisema mara hizi mara hivi, dua hii ukisema mara ngapi, dua hii ukisoma wakati fulani. Sisi tuna dua tumehusishwa tuziseme katika nyakati. Kwa mfano dua wakati wa kunyesha mvua, amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii ndiyo dua ya wakati mvua inanyesha, Allahumma sayyiban nafi'a. Hii ndiyo dua ya kuisoma baada ya kuwa mvua imenyesha, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Hii ndiyo dua wakati wa kula, hii ndiyo dua wakati wa kumaliza kula. Sasa wewe ukazileta nyingine ukasema hizo umepewa ijaza na shekhe wako, unaelewa? Tuambie dalili iko wapi kwamba hii ndio dua wakati wa kula? Hii ni ibada tu mahdha.
bali hata dua ya wakati wa kulala. Angalia sahaba, alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha maneno, taeleza inshallah katika wakati wa sunnatu tarkiya. Yeye akasema alhasil, nataka kusema kwamba ibada mahdha haifai kuiongeza yenyewe dhati yake au kuipunguza bila dalili ya kisheria, wala haifai kuiwekea mtindo na namna ambao unaitakidi kwamba mtindo huo ndio sawa. Haifai utakuwa umefanya bid'a, au kuiwekea idadi au kuiwekea wakati maalum, hapo pataingia bid'a. Hivyo ndio kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pamoja na kukusudia wakati huo au wasifu huo kwamba una ubora. Lakini mathalan ukaamua wewe kuswali sasa hivi, umesimama ukaswali, labda uko nyumbani kwako, unaona nina nafasi pia nisimame ni swali rakaa 2 lillahi rabbil alamin, jaiz. Lakini ukiitakidi kwamba wakati huu ni bora, sasa huu wakati ndio bora, huu unatakiwa hapa kila wakati, mimi kila siku wakati kama huu niswali, kama nilivyoeleza, mathalan waswali kwa ajili ya mwaka mpya au waswali kwa ajili mfano wa vitu kama hivi, itakuwa sasa wewe unaleta bid'a katika jambo la hiyo dini. Mfano wa hili pia tutakuja kujibu katika mambo ya shubuhati inshallah mara nyingine. Mtu kuhusisha siku fulani kwa ajili ya mawaidha au kwa ajili ya darasa, siku fulani tutasoma darasa fulani, je, itaingia kwenye bid'a? Itaingia katika bid'a ikiwa kwa mfano sisi somo la Qur'ani tutaliweka siku Alhamisi. Kwa nini tumeweka Alhamisi? Tumeamua tuweke Alhamisi tusome, ndio siku ambayo tutakuwa na nafasi, hamna bid'a, sawa. Lakini kwa sababu siku Alhamisi ni bora, bid'a itaingia hapo, tukaihusisha Qur'ani na siku ya Alhamisi kwa sababu ya ubora wa siku hiyo, ubora ambao sheria haikusema. Tutasoma Qur'ani baada ya salati al-fajr, kwa sababu pengine labda kuna watu wanakwenda zao kazini, wanakwenda huku, watoto kuna maskuli, kwa hiyo wasome haraka haraka wawahi kwa shughuli zao. Kwa sababu hiyo hakuna neno, lakini tunaitakidi kwamba wakati huu ndio wakati wake kusoma Qur'an. Sasa hapa ndio mahala pake, ndio wakati wenyewe, tukahusisha jambo hilo na wakati, bid'a itaingia hapo. Mmenielewa? Sasa kama mmeelewa haya ninayosema, nataka msikilize maneno ya wanawachuoni wale wa upande wa kwanza walioeleza bid'a kwamba inagawanyika. Uone namna wanavyowafikiana wale wanaosema kwamba bid'a haigawanyiki. Uone wanavyowafikiana na misimamo tunayosimama nayo sisi upande wetu kwamba hii ni bid'a. Mtu wa kwanza katika wanawachuoni hao ni al-Imam Abu Shama al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, alifariki mwaka 665 Hijria, katika kitabu chake Al-Ba'ith fi Inkari al-Bid'i wal Hawadith. Ana maneno haya anasema: wala yanbaghi takhsisu al-ibadati bi awqatin lam yukhassisha biha ash-shar'u, haitakikani kuzihusisha ibada na nyakati ambazo sheria haikuhusisha kwa nyakati hizo. Wala yambaghi, sikiza kwa makini, na haitakikani wala haitakikani takhsisu al-ibadat, kuzihusisha ibada bi awqati, kwa nyakati ambazo lam yukhassisha biha ash-shar'u, haikuzihusisha kwa nyakati hizo sheria haikuzihusisha ibada hizo kwa nyakati hizo. Bal yakunu jami'u af'ali al-birri mursalatun fi jami'i al-azman, bali yanakuwa matendo yote ya wema ni yenye kuachiliwa katika nyakati zote. Laysa li ba'dha ala ba'd fadlun, hapana baadhi yake juu ya baadhi nyingine ubora wowote, illa ma faddalahu ash-shar'u, isipokuwa ule wakati ambao
au ule ubora ambao umefadhilisha au lile ambalo umelifadhilisha sheria. Wa khassahu la ikalihusisha binawi min alibada, kwa aina katika ibada. Akaeleza maneno yake mpaka kusema falhasil anna almukallafa laysa lahu mansabu at-takhsis. Hili jambo lazima tulifahamu kwamba mukallaf hana yeye cheo cha kuhusisha hata kuyahusisha mambo, bali dhalika ila shari, bali hilo la kuhusisha mwenye kuweka sheria. Wa hadhihi kanat sifatu ibadati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hii ndio ilikuwa sifa ya ibada za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyo mtu wa kwanza katika ambao nitawataja hapa, imamu wa kwanza wanaochuoni wa Kishafii aliyegawa yeye katika msingi wake kuna bid'a ya gawanyika, lakini pamoja na hivyo anasema haifai kuzihusisha ibada na nyakati fulani ambazo sheria haijazihusisha kwenye nyakati hizo. Yeye kazungumza maneno haya kwa ujumla. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala atakuwa ndio wa pili kwenye maelezo haya. Katika sharhi ya Sahih Muslim juzuu ya 8 ukurasa wa 20, wakati al-Imam an-Nawawi rahimahullah akifafanua hadithi inayokataza kuhusisha siku ya Ijumaa kwa swala, ikawa siku ya Ijumaa wewe husisha kuna swala fulani waihusisha siku ya Ijumaa, swala fulani waiswali, au katika usiku wake ukaihusisha siku ya Ijumaa mchana wake kwa swala maalum, au usiku wake ikawa wewe huamki ile Ijumaa tu, kwa maana ile Ijumaa ngoja ni swali usiku, ukaihusisha Ijumaa kwa swala, au leo Alhamisi, leo usiku wa kuamkia Alhamisi na swali. Kwa nini uswali usiku wa kuamkia Alhamisi? Kwa nini sio Jumanne? Kwa nini sio Jumatatu? Kama una sababu nyingine isiyokuwa ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati huo, itaambiwa hakuna neno. Lakini kama wafanya hivyo kwa kuzingatia ubora wake na kwamba jambo hili lina ubora katika wakati huo, basi hapo bid'a ndio itaingia. Sasa alipokuwa al-Imam an-Nawawi anasherehesha hadithi hiyo na ukataza jambo la kuhusisha, akasema wahtajja bihi al-ulama, wametolea hoja kwa hadithi hiyo maulama, ala karahati hadhihi as-salati al-mubtada'a, juu ya umakruhu wa swala hii yenye kuzushwa, allati ambayo tusamma salata ar-raghaib, ambayo huitwa swala hiyo kwa jina la salatu ar-raghaib. Nitawaelezea salatu ar-raghaib ni nini, lakini anaendelea anasema qatala Allahu wadhi'aha, Allah amlani aliyeizusha, aliyeiweka, Allah amlani aliyeiweka, wa muftari'aha, na aliyeizusha, aliyeivumbua. Qatala Allahu wadhi'aha wa muftari'aha, Allah amlani aliyeiweka na aliyeizusha. Hazungumzii jambo la muziki hapa, hazungumzii jambo la kucheza drafti hapa au kucheza karata, anazungumzia swala. Kuna mtu kaizusha swala hii ile salatu ar-raghaib, kaizusha akaiweka, anasema Allah amlani mtu huyu aliyeiweka swala hii. Fa innaha, kwa sababu swala hiyo bid'atun munkara, ni bid'a ambayo ni munkara, yenye kuonwa mbaya kabisa, bid'a mbaya. Min albid'a allati hiya dalalatu wajha, ni miongoni mwa bid'a ambazo ni bid'a za upotevu na ujinga. Wa fiha munkaratun dhahira, na kuna ndani yake munkari nyingi zilizo dhahira. Unadhani kwamba labda ndani ya swala hiyo watu wanakunywa pombe, au unadhania kwamba ndani ya swala hiyo watu wanaswali bila udhu, wanaswali na janaba, au unadhania kwamba ndani ya swala hiyo wanapiga muziki, au wanafanya ikhtilafu baina ya wanaume na wanawake, wamechanganyikana, au unadhania katika swala hiyo kuna kutukanwa Allah, kwamba watu hawamdhukuru Allah, wanamtukana. Salatu ar-raghaib ni kama vile ilivyoelezwa na wanawachuoni mbalimbali, imeelezwa na Imam
ibn Salah ibn al-Hajj katika al-Madkhal kitabu chake, kadhalika imeelezwa katika kitabu Tabyinul Ajab bima warada fi fadl Rajab. Katika fatawa Imam an-Nawawi pia imeelezwa namna swala hii inavyoswaliwa. Aisikilize, wanasema ni swala inayoswaliwa katika mwezi wa Rajab. Hii bid'a ya kwanza, kwa sababu wamehusisha mwezi wa Rajab na swala. Ni swala inayoswaliwa katika mwezi wa Rajab baada ya Isha, katika usiku wa mwanzo wa Ijumaa ya mwanzo, yani ile Ijumaa ya mwanzo wa mwezi wa Rajab. Baada ya Isha wanaswali swala hii. Nani kawafundisha? Hakuna. Kwa nini Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab? Unaelewa? Wa hiya 12 rak'atan, nayo ni rakaa inaswaliwa rakaa 12. Yaqra'u fi kulli rak'atin fatihata alkitabi marra, anasoma katika kila rakaa suratul Fatiha, Fatihatul Kitab anasoma mara moja, kisha anasoma inna anzalnahu mara 3. Nani kasema kusoma inna anzalnahu mara 3? Kakufundisha nani? Ndio katika zile munkarati ambazo tunazitaja kwa Nawawi na bid'a ambazo zinapatikana kwenye swala hii. Wasoma inna anzalnahu mara 3. Wewe zingatia kinachosomwa na kinachofanyika, alafu tuangalie jambo baya liko wapi, kwa sababu suratul Fatiha ni Qur'ani. Hiyo inna anzalnahu ni Qur'ani, si kwamba labda kuna sura unayosoma kwenye Injili huko au kwenye Biblia. Ndani ya Qur'ani unasoma qul huwallahu ahad, wanaisoma mara 12, alafu wanatenganisha ile kila rakaa 2 kwa salamu. Kila rakaa 2 anatoa salamu. Akimaliza imamu, akishamaliza kuswali, au anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Wakimaliza kuswali, baada ya kutoa salamu, kila rakaa 2 wanamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Anasema Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi, kisha wanasujudu. Kisha anasema katika sijida subuhu quddus rabbul malaikati waruh mara 70, mara 70. Kisha anainuka, anasema ainuka kwenye sijida pale, rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam ilayka al-a'azz innaka al-a'azz al-a'zam. Anasema maneno hayo mara 70. Ile katika sijida Allahu akbar subuh quddus rabbul malaikati waruh mara 70. Akinyanyuka hivi anasema rabbi ighfir warham watajawaz amma ta'lam innaka al-a'azz al-akram au innaka al-a'azz al-a'zam mara 70. Kisha anasujudi tena, anafanya mfano alivyofanya katika sijida ya kwanza. Mimi nataka kuuliza, bid'a iko wapi hapa? Kumbe watu wasimama wanaswali. Swala ni jambo zuri, swala ni kheri, si jambo la kheri. Kusoma Fatiha jambo la kheri, inna anzalnahu mara 3 kheri, sawa. Kusoma qul huwallahu mara 12. Sasa huku tunasema ikhlas 11, tuambizana jamani ikhlas 11, jamani ikhlas 3. Simuelewa hii 3 nani kasema? Hii 11 nani kasema? Tusome wal asr jamani Uislamu, tusome lam nashrah. Umetoa wapi? Tusome lam nashrah 7, umetoa wapi? Sasa hawa ndani ya swala wanasoma hizi sura, lakini katika adhkari pia wanazileta adhkari hizi kwa idadi hizi zilizotajwa, na baada ya kuswali wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 70. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali mara 70. Lakini angalia maneno ya Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, anasema fa innaha bid'atun munkaratun min al-bid'i allati hiya dalalatun wa jahala. Na yeye ni katika wale wanaosema bid'a inagawanyika katika mafungu mangapi? 5. Lakini jambo